Kama kawa kama Boys Arena tuko on na the EPL game week 36. And on my side here tuko na guest speaker wa EPL analysis na bana anachambua zile za La Liga. Kwa majina ni What's up my guys? I'm Leon Mwenda, but you guys know me as Leo. I'm here for game week 36 EPL tuende nalo. So tukianza tunaanza na EPL game week 36, tunaanza na Fulham against Everton. Bro, unaonaje game? Fulham Everton. I give you a draw. Okay. It's a scoring draw. Get 1-1. Okay, mimi naweza sema Fulham kichwa ya 2-1. Okay. Twende nayo. Tusiende mbali. Ni kesho. Ni sawa. Ni kesho tu. Ni kesho. Alafu kisha baadaye tunaenda Ipswich Brentford. Unaonaje game? Brentford to win. The reason Brentford is winning is because they have very good striking right now. Striking wow, yani it's a resilient team. They have resilient. Hawachoki till the 90 minutes. Till the 90 minutes wanna push. So I give them a win of 2. Okay, so umesema Brentford kichwa, mimi kwangu nasema bado Brentford kichwa, but Ipswich to score 1 goal. Yeah. So ngambele tunaenda Man City Southampton. Southampton iko home. Man City Southampton. Yeah. Southampton is already a relegated team. I don't think they have much to push, much of the agenda to push. Man City are fighting for the second position. So I think it's better to give Man City here a win of 3-0. Okay, so mmesema ni 3-0 like no GG. Man City kichwa. Man City kichwa. So mimi kwangu naweza sema Soton juu of late imekuwa kisumbua timu kubwa inaweza manage to score 1 goal, of which bado inaweza kosa ku manage, and this has game of over 2.5 and above. Inaweza kuwa hadi over 4.5 juu Man City of late wako na they have a striker like false 9, Mamush, who is able to score more goals. Okay. Juu Haaland ako on injury. Yeah. Tukisonga mbele tunaenda game We have I think game week ya Wolves na Brighton. Unaonaje game? Wolves Brighton. This is a middle team. Struggling indeed to push up and to achieve much greatness. So me nikiwapea draw, I think I've favored everybody. A scoring draw of 1-1. So for the bet players, mnaweza bet kuna GG hapo. Okay, mi kwangu nikiangalia hii game naangalia vile Wolves imekuwa ikicheza. Wolves imecheza best, ukiangalia vile walicheza na Manchester walikuwa na perform. Sasa vile so far wako na Cunha, wako na Sarabia. Kwanza Sarabia kiingiza second half is like a super sub. So mimi naweza patia Wolves kichwa because this team has potential, and they'll continue scouting more players so that they can build up for the next season. At least wanaweza next season wanaweza pata watatoka pale top 7. So mimi kwangu Wolves kichwa. Tukitangazwa game ya saa hiyo siku mwisho ni 7:30. Yeah, ya mwisho ni 7:30, and I think it's a game between Southampton not Southampton, actually Bournemouth and Aston Villa. Yeah. Bournemouth Aston Villa. That is a very simple game for Aston Villa. Bearing that Unai Emery is here to win things, to retain its position and to push. I think for the European, they want to be at least next season to participate at least in a European Cup. So what I give them, I give Aston Villa a win here. Win mzuri sana ya nyumbani. Mimi kwangu nikiangalia hiyo game, naona hiyo game inaweza toka draw ya 2-2. Ukiangalia vizuri Jubano bado yako form, but so far juu alikuwa ule midfielder wao Kluivert alikuwa amepotea, but amerudi. Ukiangalia last game hajamejaribu akakula post. Ukiangalia bado huko sasa side Aston Villa Rashford amekula injury until the end of the season, but at least wako na tena Watkins amekuwa akiana perform. Maybe anaweza show magic this game. Anaweza show magic, and bado wako na Sancho, wako na Telsman. Bado at least game itakuwa sawa. So unaweza sema draw of 2-2. Then tunavuka Sunday. Hapo ndo kuna ile game ile the big game Chelsea. Tuko na bado the Gunners wana michuano na Liverpool, tuko na Manchester. So for Chelsea, tuanze na Chelsea Newcastle before we rush to the Arsenal and the other things, because this is a game yenye tunapaswa tuongelee. Both teams are vying for an European competition next season. Sindio? Si tuna vie for Champions League, and also Newcastle are vying, I think, for Champions League. So here it's a draw, but a very
in high intensity draw. Umesikia high intensity draw. Ile hadi dakika ya 90 mnasukumana bando. You don't yani hakuna mwenye anataka kuachilia. So I give them a draw here of 2-2. Mi kwangu ukiangalia hii game bado Chelsea wako furious juu Newcastle ilitoa kikombe. So I think so ukiangalia they vile wanacheza like but like, at least Newcastle ingangani kashinda kibebe kikombe. Hata singi game imebeba bado tungekuwa tumekasirika juu tupiga katutoa. So mi kama fan nasema Chelsea kichwa juu unaona vile walitoa kikombe so tuko na ile ajaku. Alafu away record yetu iko bado iko tu sawa, iko tu best. So ukiangalia away record yetu unaweza sema Chelsea to win at least 2-0 or 2-1. Songa mbele tunaenda wakati tunaenda kuna game ya saa 10 na dakika 15. Okay. Yaani ile ya Manchester na West Ham. Manchester West Ham. Naam. Funny enough, Manchester may not play their best players because they wana hope kuchezesha kwa finals, so they may retain them. But me kusema ukiangalia finals ziko huko tarehe 25 huko kusonga mbele. Yeah. But sasa lakini due to shida ni coach, issues, tena shida ni coach. Due to injury issues, na bado they may coach opt to retain their players, but the young players from Manchester, as you saw last time in their last game, they pushed. Although they were behind, they pushed. So I give Manchester a win here. So unasema kina Amas, kina Obi, alafu kuna Drogba, yani watapata tuzo chance za kucheza. Yeah, those watapata chance and Manchester will win. Jumi ukiangalia the last game walikuwa wanacheza kina Ugarte, kina Casemiro, hii ajua wameshinda Atletico Bilbao 4-1. At least nimeona pia Mount ameamka. So I think so Mount will start this game. Arsenal bado ataanza this game. So mimi kwangu naweza sema GG because they are West Ham still have Bowen, bado iko na Graham Potter. Ukiangalia vile alikuwa anacheza mchezesha hii team so far so West Ham. At least naweza sema kwa hii game naweza sema GG na bado naweza sema sasa leo na geko party ya Manchester kidogo tu hivi naweza pea win kwa Manchester. You give a win for Manchester. That's very good. Kisha baadaye tunaenda michuano ya vijana wa miti yani Nottingham Forest na Leicester. Unaona hiyo game? Funny enough, Nottingham Forest will win this game. I don't know the reason why, but Nottingham is going to win this game. Obviously they are going to win because Leicester is already a relegated team. They hawana kitu ya kufukuza. The only thing wanapaswa wafukuze saa hii ni kusign a new number 9. Hadi mimi nakunga hapo hivyo mkono nasema Nottingham to win na mimi naona Nottingham inaweza fikisha 5 goals kwa ile Leicester because Leicester they're not performing na mimi naona over 5 goals kwa Nottingham. Also bear in mind that Nottingham they are fighting for a chance in the Champions League, so this will keep them pushing. Unajua if you have something goal difference, they are playing against a person who has nothing to chase and them they have something to chase. So for me here watapush. Okay. Tukiona tuna game ya second last tunapanda Southampton Spurs na Crystal Palace. Unaona hiyo game Crystal Palace. This is a draw. The reason I give it a draw unajua ni kwa nini? Spurs will maintain their players same to Manchester United. So that due to injury issues, hizi vitu ndogo hapa zenye zinaweza leta illness, so that they may win the cup. The reason why they are my favorite to win this cup is because their coach said on the start of the season, very early, he said that on his second season is when he wins cup, and bearing that he is a coach who is at the edge of being sacked. At any point, if he loses this cup, I think he may go. So that is the reason he must win this game ili kuweka Manchester baridi. So mimi nikiangalia game naona Spurs ikimichana na Crystal Palace, mimi kwangu naona because right now Crystal Palace are on form. Nikiangalia Mateta vile alifunga Arsenal, not Arsenal alifunga Manchester, vile amekuwa kiperform. Naona tu bado Crystal Palace ni ya kushangaza. Imekula draw na timu kubwa imepiga watu. So mimi kwangu naona hii game Spurs isipochunga itapigwa. Na hii game iko na GG. So mimi nimekupea draw, wewe amekupea GG. We are together. Sasa tunaenda the final game pale 6:30 pale Anfield. Na before tuende pale kuna nilikutana na fan fulani akanishow. Akakushow? So tutasikiza atakwenda tusikize prediction yake. Sawa. So there's this conspiracy here about Liverpool and Arsenal. Do you know that Liverpool are unbeaten in their last 14 home matches against Arsenal in all competition? That is a fun fact, sindio? Another thing,
Arsenal are unbeaten in their last 5 league matches against the Liverpool. So this game is going to make history. Moja lazima apigwe, moja yani lazima avunje the two things. Arsenal hawajapigwa na Liverpool wakiwa home. So it's funny here because somebody must break this funny thing here. Sasa mimi kwa hii game nikiangalia vizuri, nikiangalia Liverpool ilicheza na sisi. Nikiangalia Liverpool was at least on form bado, lakini ni kama walipata kikombe wakalegeza. But I wish kama kwa ile chance wanaweza sema tuongeze 5 games hivyo, ile ligi ingekuwa imeenda kwa Liverpool. Na bado Arsenal inajaribu ku maintain number 2 yao, just tayari washatolewa Champions League, of which it was sad to people for the fans of Arsenal. They continue now saying that next season tutakuwa on fire. But sasa they need to prove they retain their number, their chance in Champions League, because that there's a battle between number 2 to number 6, because there's a battle between there. So if they slip away, they are going to number 6. Yeah. For me, the prediction here nitachukua hiyo ya fan. Sawa. Fan alisema 2-1. For me nita choose 2-1 also, bearing the scholars will be Ruiz Diaz, Mo Salah, Bukayo Saka. Okay, mimi nikiangalia vizuri naona Mo Salah hajakuwa kifunga, so anaweza unleash kwa hii game. Remembering is on the golden boot jana. Yeah. Anaweza unleash kwa hii game. Kuangalia Saka bado kwanza sasa Saka ako form jo bila alitoka injury. So unaweza sema Saka to score. Alafu Liverpool Diaz na Nkonda Toshi, lakini game ikienda vizuri sana inaweza draw ya 3-3. Nikiangalia tu vizuri, kama ni mwekezaji inaweza kuwaje weke over 1.5 kwa hii game. GG inaweza kosekana, lakini over 1.5 iko. Yeye nani akweke hivi tick.